Jamii ya kimataifa ya usafiri baharini kwa kauli moja kupitia shirika la bahari duniani IMO ilizindua kampeni maalum ya My Harassment Free Ship. Kwa tafsiri isiyo rasmi ni meli yangu bila ya unyanyasaji. Kampeni hii ni jitihada ya ujasiri iliyolenga kuondoa kabisa vitendo vya unyanyasaji, udhalilishaji, ukatili wa kijinsia, ubaguzi wa aina zote na lugha zisizofaa melini. Aidha, umuhimu wa kampeni hii unadhihirika kutokana na ripoti zinazobainisha kuwa mabaharia, hususan wanawake, mara nyingi hukumbwa na mazingira magumu na yasiyo salama ya kikazi. Kampeni imepokelewa kwa ukubwa katika tasnia ya ubaharia kwa sababu ni ukweli usiopingika kwamba kwa muda mrefu kazi ya ubaharia imekuwa na matukio ya unyanyasaji. Kwa ufupi, tunaweza kusema tunataka kuona ubaharia unakuwa kazi salama, yenye heshima na inayokubalika kutekelezwa na watu wote bila ya ubaguzi. Hii itawezekana kupitia kutoa uelewa pamoja, kukuza sera za kutofumbia macho ubaguzi, lakini pia mafunzo na kuwapa mabaharia uwezo wa kuzungumza na kutafuta msaada bila kizuizi na kuimarisha mshikamano katika sekta. Ndugu viongozi na wananchi, ni wajibu wa kila mdau katika sekta ya bahari kuhakikisha kuwa meli zote zinakuwa maeneo salama yenye kuheshimu utu, haki na usawa. Aidha, wamiliki wa meli wanapaswa kuweka mifumo madhubuti ya kuzuia, kugundua na kushughulikia vitendo vyovyote vya unyanyasaji, sambamba na kutoa elimu kwa wafanyakazi kuhusu tabia inayokubalika na taratibu za malalamiko. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zinaunga mkono kikamilifu kampeni hii na zinatoa wito kwa taasisi za udhibiti TASAC na ZMA kuhakikisha kuwa zinaendelea kusimamia kwa ukaribu maslahi ya mabaharia, hasa wanawake, na ni muhimu kuhakikisha kwa masuala yote yanayohusu mabaharia wanawake yanashughulikiwa ipasavyo kwa kipaumbele, kwa weledi na kwa wakati, ikiwa ni pamoja na kushughulikia changamoto za usalama, mazingira ya kazi, usawa wa fursa na haki za uzazi kazini. Kwa kutekeleza kampeni hii, tunasema unyanyasaji sasa basi. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, natoa wito kwa wamiliki wa meli kuhakikisha kuwa wanatoa mikataba ya kazi kwa mujibu wa mkataba wa hali bora ya mabaharia MLC 2006 na kuwapatia mabaharia stahiki zao zote, ikiwemo malazi bora, chakula cha kufaa na cha kutosha, vifaa vya kazi na usalama kazini. Na hili si suala la hiari, ni wajibu wa kisheria, lakini pia ni wajibu wa kiutu. Aidha, natoa wito kwa wamiliki wa meli kuhakikisha wanatoa fursa za mafunzo ya vitendo kwa wanafunzi wa kike na wanawake wanaosoma katika vyuo vya baharini. Meli zetu ziwe sehemu salama na rafiki kwa wanawake na zisibebe unyanyasaji wa aina yoyote. Tuandae mabaharia wanawake kwa mazingira yenye heshima, usawa na ulinzi. Mgeni rasmi, shirika la kimataifa linalosimamia usafiri wa majini duniani IMO kwa kushirikiana na nchi wanachama huadhimisha siku ya mabaharia duniani kila mwaka inapofika tarehe 25 ya mwezi huu wa 6, yani Juni. Siku hii imewekwa mahususi kwa dhamira ya kutambua mchango mkubwa wa mabaharia wanaotoa katika ukuzaji wa uchumi wetu pamoja na huduma za kijamii duniani.
Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa muda wa siku hizi 4 mabaharia watakuwepo hapa katika maadhimisho hayo. Niwaombe sana wananchi kuwapa mashirikiano katika maeneo ya leo watakayofikiwa kwa ajili ya kufanya shughuli zao tulizojipangia. Aidha, niwakumbushe mabaharia wenzangu kwamba kazi ya ubaharia ni ngumu na inahitaji nidhamu katika maadhimisho haya, na naamini naomba tuendelee kudumisha nidhamu hiyo kwa taaluma yetu kwa utulivu na ustaarabu mkubwa katika maeneo yote tuliyopangiwa. Wanachotakiwa kukijua, hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Yani tunasema hakuna kitu kirahisi. Nothing is easy, lakini nothing is 100% perfect. Hakuna ukamilifu mahali pa kazi. Lakini pia wewe kama una uwezo wa kuadjust, ukaweka bidii, ukaweka nia na malengo, una uwezo wa kuja katika sekta kama hii, ukanufaika na ukajivunia mazao mbalimbali yanayopatikana katika sekta ya bahari. Ni sekta pana na ni sekta yenye fursa nyingi sana. Kuanzia ngazi za management, ngazi za shipping, usafirishaji mizigo, lakini pia una uwezo wa kuwa captain, una uwezo kuwa wa engineer kama sisi. Kwa karibuni sana katika sekta ya bahari, na tunawa encourage wanawake wenzetu waweze kujoin kwa wingi katika hii sekta ili mradi kunufaika na kuwawezesha kufikia katika level ya uchumi ambayo itawasaidia wao katika familia zao, lakini kujiendesha binafsi na kuongeza pato la taifa. Siku hii ya mabaharia duniani imeanzishwa na IMO kupitia kikao chake kilifanyika 2010 Manila, Philippines, kwenye lengo la kuthamini mchango wa mabaharia katika kukuza uchumi wa nchi. Mabaharia wanapitia changamoto nyingi. Kwanza tunakuza uchumi wa nchi kwa shughuli tunazofanya kwa kila siku, lakini pia tuna changamoto ambazo tunazipitia mabaharia tunapokuwa katika kazi zetu za kibaharia, tunapokuwa baharini. Kiacha kuna ajali, lakini kiacha ajali kuna pia kambali na familia. Kwa kuna mambo mengi ambayo tunapitia sisi mabaharia. Kwa hivyo basi kupitia IMO wakaona wakathamini mchango mkubwa wa mabaharia. Lakini pia sio tu IMO, hata sisi kwa upande wetu Tanzania, serikali yetu imethamini mchango wetu wa sisi mabaharia. Kwa maana kwamba ukiangalia baadhi ya nchi wangeandaa shughuli mabaharia wenyewe. Lakini hapana, serikali inasimama pase kwa 100% kuhakikisha kwamba mabaharia wanathamini mchango wetu. Na maana shughuli ya leo tuko pamoja na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.